sipendi migogoro. Hata nimesikia migogoro wa mkulima na mfugaji, yaani mnashindwa kuwa wanandugu. Mkulima, yaani wewe mfugaji huwezi kutoa ng'ombe zako kama hujashiba. Lazima ulimiwe, kipatikane chakula ule ushibe na umane negegedi kaliagi uitema. Sasa kwa nini ukalishe chakula cha mtu? Hata wewe mfugaji, hata wewe mkulima, wewe mfugaji, wewe mkulima huwezi ukalima nyama. Nyama inalimwa. Kwa hiyo sisi lazima tuishi kwa kutegemeana. Lakini haya yote tunatakiwa tuishi kwa kuheshimiana. Lazima mkulima umheshimu mfugaji na mfugaji umheshimu mkulima. Ukishayaweza haya, unaongeza na kitu kinachoitwa upendo. Lazima utafanikiwa. Kwa hiyo sipendi sana kuwa na migogoro kwenye vitongoji na kwenye kata ya Rudete. Tufanye masuluhisho ya maongezi. Tufanye masuluhisho ya nini? Ya maongezi. Tupendaneni. Wakati mamlaka ya mji mdogo wa Katoro inaanzishwa mwaka 2009 ndio kuwepo. Ukisoma ile sheria ya uanzishaji wa mamlaka ya mji mdogo, kile kipande kinachohusu wafugaji, mfugaji haruhusiwi kuwa na ng'ombe wanaozidi 9 ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Kwa nini? Kwa sababu sheria ile ya uanzishaji wa mamlaka ya mji mdogo ndivyo inavyosema na inavyowataka wafugaji. Sasa haiwezekani tukawa tunakaya kila sehemu, alafu kuna baadhi ya watu wa wafugaji ambao wanalazimisha awe na ng'ombe 200 hapa mtaa wa Afya au Rudete au Melelani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa ni lazima tuweze kubadilika kulingana na mambo ambavyo yanafanyaje? Yanakwenda. Sasa kwa wiki moja au 2 zilizopita tumeingia hali ambayo si nzuri na majirani zetu. Tumefanya vikao zaidi ya 6 na tukachagua wenye viti wa wafugaji kwa kila maeneo ili kuweza kuweka mfumo ambao utawasaidia wasiingie migogoro. Sasa juzi ng'ombe zaidi ya 100 wakaenda wakavamia mashamba ya wakazi wa Katangaro na ng'ombe 58 wakakamatwa. Mbaya zaidi, tuliyemchagua kuwa mwenyekiti wa wafugaji ambaye anatokea kitongoji cha Ibondo, Mzee Madata, ambaye ndio mwenyekiti, yeye tena ng'ombe wake ndio wanakwenda kulisha mazao ya wananchi wa kata Kaseme. Kitu hicho hakikubaliki. Kitu hicho hakikubaliki. Na kwa sababu tumekaa na tukapeana maelekezo, baada ya ng'ombe wale 58 kuwa wamekamatwa au wameshikiliwa, afisa kilimo alifanya tathmini na ikabainika uharibifu uliofanyika kwa mazao yale wananchi wa Katangaro kata Kaseme hapo ni $1,150,000. Wakaitwa wafugaji wale, wakakiri makosa na wakakubali wao wako tayari kutoa shilingi $1,150,000, kitu ambacho vile vile hakikubaliki. Sasa kilichotokea, na niwatangazie wafugaji ambao mko katika maeneo haya, jana na juzi sisi tuliwanawa. Na mimi niwaambie kuna hilo, Mheshimiwa Diwani pamoja na viongozi wengine wa chama mko hapa kwa sababu tunatekeleza ilani. Isije ikaonekana mtendaji mbona watewe wafugaji. Mimi sitasimama na nyie tena. Nimeshawachoka kwa sababu haiwezekani mnakwenda kulisha mazao ya watu. Tunakaa vikao tunatoa maelekezo, wewe bado unakwenda unalisha mazao. Unakamata unasema sio mimi, ni mfugaji ni yule mchungaji wangu. Sasa mchungaji si wewe ndio uliyemwajiri, umeshindwa kujua tabia na mwenendo wake ukoje. Sasa niwaambie, kama mtaendelea kutembea na mwenendo huo kwamba mnalisha alafu mnatuita sisi tuje tuwatetee, mimi John Nzari Matanga, mtendaji wa kata Rudete, sitasimama na nyie. Jina naitwa Gabrieli Wanko Ngavune, mwenyekiti wa kijiji cha Katangaro. Kero yetu hapa Katangaro ni uharibifu wa ng'ombe kutoka kijiji jirani kwa ajili ya kuingizwa kwenye mashamba ya wananchi wa Katangaro. Kama unavyoona shamba hili lilivyoathirika na mashamba mengi sana ambayo yameharibika, na huu mgogoro ni wa siku nyingi. Tumekaa vikao vingi na wafugaji na wakulima lakini suluhu haijapatikana. Hadi uongozi ngazi ya wilaya wamefika kusuluhisha mgogoro huu, na viongozi mfano tunao maafisa kilimo wamefika wakashuhudia kuangalia uharibifu, lakini uharibifu unazidi ni ule ule, na hasa mwaka huu ndio wameenda kukomesha, na wamesababisha wananchi wa Katangaro kupata janga la njaa. Hiki kijiji kilikuwa kina mazao mengi hasa mahindi, maharage, pamba, lakini mwaka huu wamelisha viazi, mihogo, pamba,
mashamba mengi yameharibiwa. Kwa kweli ni kilio kikubwa kwa wananchi wa Katangaro.